Wafanyabiashara watano ambao ni wazalishaji na wauzaji wa vinywaji vikali kutoka wilaya ya Karagwe mkoani Kagera wamefikishwa mahakamani na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA na kufunguliwa kesi mbili zenye mashtaka 9 yanahusisha kuendesha viwanda bandia bila leseni na kuuza bila kuwa na stika ambazo zimethibitishwa na TRA. Washtakiwa hao wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Bukoba mkoani Kagera na kufunguliwa kesi mbili ya hujumu uchumi kwa kukutwa wanatengeneza bidhaa za pombe kali mbalimbali bila vigezo. Wakili wa serikali ofisi ya taifa ya mashtaka Judith Mwakyusa kwa upande wa jamhuri akataja kuwa kesi ya kwanza namba 7238/2025 ya hujumu uchumi inawakabili washtakiwa watano ambao ni Mwesiga Leopard mwenye umri wa miaka 40, Nelius Kaizilege mwenye umri wa miaka 37, Juliet Ishengoma mwenye umri wa miaka 37, Harriet Deodatus mwenye umri wa miaka 37 na Mlokos Egbert Emily mwenye umri wa miaka 25, ambapo wakili Judith amewasomea washtakiwa hao mashtaka 9 wanaoshtakiwa kuyatenda Oktoba 2025 mpaka Machi 2025 katika wilaya ya Karagwe. Hakimu mfawidhi mahakama ya hakimu mkazi Bukoba Janet Masesa akawauliza washtakiwa hao kama wametenda makosa hayo, na washtakiwa wote wamekana kutenda mashtaka hayo, na kesi hiyo imetajwa kusikilizwa Aprili 8 mwaka huu. Kesi ya pili ambayo ni namba 7243/2025 ya hujumu uchumi ambayo imefunguliwa na TRA mkoani Kagera kwa mfanyabiashara wa pombe kali kutoka wilaya ya Karagwe mkoani humo Mlokos Egbert Emily mwenye umri wa miaka 39, ambapo naye amekana mashtaka 8, na kesi imetajwa kusikilizwa tena Aprili 2 mwaka huu, ambapo washtakiwa wote wameachiwa kwa dhamana, huku wakili wa serikali Alex Gilagio baada ya kesi kutajwa akaongea na vyombo vya habari. Tulikuwa na kesi mbili ambazo zina jumla ya washtakiwa watano, na katika kesi ya kwanza ni kesi ambayo ilikuwa ina washtakiwa 4 ambao walishtakiwa kwa makosa mbalimbali ambayo ni ya kikodi. Kesi zote mbili ni kesi za hujumu uchumi kwa nature ya mashtaka ilivyo, na katika kesi ya kwanza washtakiwa wako 4, na katika hao washtakiwa 4 mshtakiwa wa kwanza anaitwa Mwesiga Leonard Rupia, mshtakiwa wa pili anaitwa Nelius Kaizilege Mwami, mshtakiwa wa tatu anaitwa Juliet Ishengoma Kisheni, na mshtakiwa wa 4 anaitwa Harriet Deodatus Gervas. Katika kesi hii inayoongelea ya kwanza kuna jumla ya makosa 9, na katika kosa la kwanza ni kosa ambalo linawajumuisha washtakiwa wote kwa pamoja, ambao kwa pamoja wameshtakiwa kwa kukutwa na bidhaa ambazo zinalipiwa ushuru wa bidhaa na ambazo zilikuwa hazijasamehewa kwa mujibu wa sheria. Hiyo ni kanuni za sheria ambayo ina regulate ulipaji wa ushuru wa bidhaa ya mwaka 2018 ambayo ni Electronic Tax Stamps Regulations. Na katika kosa la pili, mshtakiwa wa kwanza na wa pili wameshtakiwa kwa kosa la kutengeneza bidhaa ambazo zinalipiwa ushuru bila ya kuwa na leseni. Hilo kosa linahusisha mshtakiwa wa kwanza pamoja na wa pili. Katika kosa la tatu wameshtakiwa kwa kushindwa kuwasilisha maombi au kufanya tamko la eneo wanalofanyia uzalishaji pamoja na vifaa vinavyofanya uzalishaji na eneo la utunzaji. Shtaka hili linahusisha washtakiwa watatu ambao ni mshtakiwa wa kwanza, wa pili na wa tatu. Katika shtaka la 4 ni kushindwa kuwasilisha marejesho ya ushuru wa bidhaa au failure to submit excusable duty return kama sheria inavyotaka, kwamba unapotengeneza una wajibu wa kuwasilisha return kwa kila kipindi ambacho sheria imetaja. Sasa washtakiwa wa kwanza na wa pili ndio wanashtakiwa kwa kosa hilo. Na katika kosa jingine, kosa la 5, ni
inahusika na ni kosa la kushindwa kutunza kumbukumbu au register ya stamps, kwamba walishindwa kutunza stampu kwa ajili ya ambazo zilipaswa kubandikwa kwenye bidhaa walizozalisha. Katika kosa la 6 ni kushindwa kubandika zile stampu za ushuru wa kielektroniki kama sheria inavyoelekeza, na kosa hilo linamhusisha ni mshtakiwa wa kwanza pamoja na wa pili. Kosa la 7, kosa la 7 ni kushindwa kulipa kodi ambayo ni kiasi cha, kutokana na pombe waliozalisha, ni jumla ya kiasi cha shilingi milioni 10,587,447. Na katika kosa la 8 anashtakiwa mshtakiwa wa pili ambalo ni la kusaidia ukwepaji kodi kwa mshtakiwa wa kwanza. Na katika kosa la mwisho ambalo linamhusisha mshtakiwa wa kwanza na wa pili ni kuisababishia hasara serikali, na katika kesi hii ni Mamlaka ya Mapato Tanzania, kiasi cha shilingi milioni 10,587,447. Hiyo ni katika kesi ya kwanza ambayo ina washtakiwa 4. Katika kesi ya pili ni makosa ni yale yale, isipokuwa kwa sababu nature ya kesi hizi wanafanana katika makosa, isipokuwa katika kosa la 9 ambalo huyu hana la kusaidia ukwepaji kodi, maana yake yeye ana jumla ya makosa 8. Katika kesi zote mbili, kwa kuwa mahakama imewapa dhamana washtakiwa kwa kuwa walitimiza vigezo vya dhamana, na kesi ya kwanza imepangwa kutajwa tena tarehe 8 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, na kesi ile inayomhusisha mtuhumiwa mmoja imepangwa kutajwa tarehe 2 ya mwezi wa 4 ya mwaka 2025.